jana hawajafanya mazoezi na leo mechi wanakuja na wanacheza. Yamesalia masaa, ukipata nafasi ya kuwashauri wa mashabiki wa Simba ambao bado waendelee kulala, mashabiki wa Simba wasije. Yaani ngoja nikwambie, mashabiki pekee wanaoruhusiwa kuja uwanjani ni mashabiki wa Yanga. Sababu nyinyi ndio wenye shughuli na uwezo wa kuujaza uwanja tunao, kwa sababu tushawahi kuujaza uwanja wa Mkapa na wa Uhuru kwa pamoja, viwanja viwili, Yanga wiki ya Mwananchi hiyo. Kwa hiyo hapa mashabiki wa Simba cha kuambiwa walale nyumbani. Wao si wameamua kuitelekeza timu yao, waiache timu ije kula kupokea kipigo au watulie nyumbani. Nakubali kwamba busara zipo kwenye mpira wa miguu. Busara Yanga tuzitaki. Mbona mechi hii ni kama imetumika busara? Ni swali sisi hapana. Sisi tumetumia kanuni na matakwa ambayo tulikuwa tunayataka. Moja kati ya kigezo ambacho tulikuwa tunakitaka kabla hata Rais wa Jamhuri hajaingilia kati chochote, tulikuwa tunataka mwenyekiti wa bodi ya ligi ajiuzulu, tulikuwa tunataka CEO wa bodi ya ligi ajiuzulu Almasi Kasongo, tulikuwa hatutaki tarehe 15 mechi iwepo isogezwe mbele, tulikuwa tunataka baadaye bodi ije kuwa huru. Na hayo yote yamefanywa utekelezaji kasoro moja la bodi ya ligi kuwa huru, ambalo tunaamini hilo ni takwa la muda mrefu. Tulisema matakwa yetu ni manne na takwa moja ni la muda mrefu, ambalo tunaamini msimu utakapoanza leo, kuanzia hapo tutaanza mchakato wa kuifanya bodi ya ligi kuwa huru. Huo mchakato tutaufanya sisi Yanga. Bodi ya ligi lazima iwe huru kabisa. Kwa mashabiki na wanachama wa Yanga waje kifua mbele siku hiyo. Mashabiki wa Yanga waje, mashabiki wa Simba walale, wasubiri kipigo. Timu yao kama itapotea hapa kwenda sehemu nyingine watajua wenyewe. Nataka kuvuruga uongozi wa Simba ikiwa bado kuna migogoro ambayo inaendelea. Yaani nikwambie, huu ndio mwisho wa Simba. Huu ndio mwisho wa Simba. Nataka kuithibitisha. Baada ya kuwapiga kipondo kikali leo, huu ndio mwisho wa Simba. Wataenda kugombana pale. Mashabiki wa Simba ambao hawajapata nafasi ya kuja kuitetea timu yao kwa kuwashangilia, lazima waende wakawaulize viongozi wao kwa nini wamewanyima hiyo fursa. Neno lako moja kwa wananchi wale ambao wanataraji kujivuta hivi sasa kusogea uwanjani. Wakaribie, burudani tayari iko uwanjani na uhakika kwa madunduka wanakuja. Njoeni mashabiki wa Yanga tushangilie ubingwa pamoja. Leo ni kushangilia ubingwa tu. Watu wangependa kufurahi godi walao kwa mara ya mwisho, ukiwapa walao ile first 11 ya matumaini ya kusema na kama naiona Yanga Afrika ikiingia namna hiyo. Leo Ibrahim Baka akianza striker tu uhakika. Ibrahim Baka akianza striker uhakika. Asante sana. Yaani wewe unampiga chenga mwili nani? Kuna watu wakupiga chenga mwili. Mambo angefanya na watu wengine kamkumbe sio Yanga. Yanga uzuri timu ilikuwa kambini na ilikuwa tayari fit kwa ajili ya mchezo, na maandalizi yote ya mchezo kwa sasa tulikuwa tunasubiri tu uwanjani. Alhamdulillah, tunaamini kwamba wakija kutakuwa na mchezo mzuri na tutaonyesha karibika kisaikolojia nusu. Akifungwa leo sio yeye, washabiki wa Simba wote wataribika kisaikolojia. Hivyo sasa naiomba hata serikali yetu iambieni matrafiki kwenye mabasi, madereva wa mabasi wote Tanzania wanaoendesha madaladala mpaka ndege, madereva wanyang'anywe funguo, wasiendeshe vyombo vya mafuta miezi mitatu, watatulia watu, watakuwa wamechanganyikiwa. Hivi ndugu mwandishi wa habari, uoe mke wa kwanza akuache, wa pili mpaka watano, au mwanamke uolewe mara 5 uachwe, unaharibika kisaikolojia, lazima utaenda kujitibu na rogwa. Simba mara ya 5 leo wakifungwa, washabiki wa Simba kuanzia watoto, wawe mashehe, wawe madaktari, wawe wasui wa kina nani, wote wataharibika kisaikolojia. Hivyo sasa naomba uongozi wa Simba ambao hataki kusajili, utafuteni madaktari wapite kila nyumba Tanzania, kila chumba, kila tawi, au madaktari waende wakatibu akili. Wao wanawaambia jamani, Simba nzuri, wadanganye. Simba na anafungwa leo, Simba asipochukua ubingwa, washabiki wa Simba wote watakuwa machizi wa akili. Kimipira, soka nini? Kimipira. Tarehe 8 waliacha kuja hapa kwa sababu ya walizuiwa kufanya mazoezi, lakini hatujaona hata jana wakifanya mazoezi. Pengine mpaka sasa hivi hawajatoa taarifa yote kwamba wataingia uwanjani. Labda kwa kwako unaonaje? Wanaweza wakaingia leo au pengine watagoma kuja hata siku ya leo sababu jana hawajafanya mazoezi? Ndugu mwandishi wa habari, Mungu kamtuma kiumbe wake Mheshimiwa Rais, nendeni ukamaliza hili janga. Mheshimiwa Rais mtukufu wanaotuletea amani kalimaliza, na hili ni sauti kuu. Kwa hiyo angekuwa ameongea mwingine wasingeleta kikosi. Wanaogopa wasipoleta timu aliyoamua hili ni nani. Hilo ndio linasababisha walete timu. Wataileta ila kutangaza kwa umma hawataleta. Ila wanaogopa. Kwanza wasipoogopa, wa kwanza toa adhabu ni Mungu aliyomtuma kiumbe wake aje asuluhishe hili. Watakuwa wanataka kuvunja amani yetu na lazima wataleta.
lazima waje watuachie pointi zetu. Na Simba leo akichukua ubingwa, naomba washabiki wa Simba msiniogope, mnikate vidole vyangu vinne, mnibakize kimoja cha tano. Hichi kinachofanya hivi, na serikali asiingilie mbele ya Nyamunge anaozamini vilema, mwanangu Rabi atasingilie. Narudia tena, wana Simba wote, wallahi wa billahi, Simba leo akichukua ubingwa, naomba washabiki wa Simba wachukue kisu wakinoe kwenye rami, halafu wanikate vidole vyangu hivi vinne. Wakinikata kikata tano na washtaki polisi. Vinne tu, na serikali asiingilie na mwanangu Rabi atasingilie. Simba leo dakika ya 80 anafungwa goli moja. Hii ndio Yanga tunaoipenda. Lingine, ndugu mwandishi wa habari, lingine, huyu injinia tuambie ukweli, anatuficha na JSM watakuwa wameenda China, wameenda kutengeneza maroboti, wanajifanya wanadamu. Huu moto wa Yanga sio moto wa kawaida, hii ni petroli na diesel vinachanganyikana. Huyu mjiza ana vyuma. Hawa ndio wachezaji. Leo ni tarehe 25 dabi Simba na Yanga. Simba kitachomkuta anapigwa goli moja dakika 80, tunaenda kuazika choma. Surprise ambayo iliyopo ni kwamba waamuzi ni sio wa Tanzania, ni kutoka Misri. Pengine haiwapi hofu Young Africans kwamba mtakuwa na wakati mgumu sana kwa sababu waamuzi ni wa kigeni? Sisi tunategemea wachezaji, na hayo ni maendeleo ya nchi, kwamba ligi yetu inakuwa sasa, na maana na marefa wetu watajifunza, tunakuza nchi na ligi. Sisi tunamtegemea Pacome Zouzoua, tunamtegemea Baka na Jobu, hatuwategemei sisi unavyojua wewe. Hii ni Yanga bara, Yanga bingwa, Yanga inatari. Narudia tena, hawa wachezaji wa Yanga so watu. Injinia atakuwa ameenda chini ya bahari, ameenda kuokota majini, wanajifanya binadamu. Wewe mtu kama Dodoma Jiji anapigwa goli dakika za mwisho 2 zinaingia. Hawa ni wachezaji, ni majini. JSM na injinia, mtuambie ni ukweli, wana Yanga. Mimi ninavyokuwa naangaliaga wachezaji wa dunia wakikimbia kidogo wanaema, ndio binadamu tuko hivyo. Lakini haya madude ya Yanga mbaya hemi, wanakimbia mpaka swara wanapita. Hawa wachezaji ni maroboti, injinia waongo. Na leo Simba akikutana na Masaibogi, chuma yanaingia. Baba Rabia chinaongea. Hii ndio Yanga. Mwana Yanga usipofurahi kwa Yanga hii utakuwa umerogwa. Tuanze tumtaje nani ambaye anaanza kudumukiza kitu pale? Kuna mtoto mmoja ni Mtanzania, ni mrefu, anaitwa Mzize. Yeye atapiga pasi, Chama anaweka goli la kwanza, biashara imeisha. Mimi nimeona goli moja, lakini ndugu mwandishi wa habari, Mwenyezi Mungu katuletea Digi Diara mdakaradi. Yeye anadaka mpaka petroli. Yeye sio mtu, yeye anatisha. Yeye ni kipa, hata waweke penalti magoli 3 wapige wote kwa pamoja na daka Diara. Tuna kipa sisi, hatuna kamera mfupi. Musa kama sasa hivi anaongoza clean sheet bwana. Ndugu mwandishi wa habari, unavyomwongelea Kamara utaenda motoni. Kamara sio mchezaji, mabeki wanamlinda kidogo. Digi Diara mdakaradi bana. Nina Baka, nina Jobu. Round about kuna mtu anaitwa Aucho. Hiki kikosi cha Yanga nilikuwa naomba injinia tuvae hivi, wakivalisha vitambaa wacheze na mguu mmoja. Simba ndo labda kidogo anaweza kasuru. Hii ni Yanga. Wana Yanga oye. Yanga oye. Yanga safi. Umekuwa ukitamba sana na mguu wa Aziz Ki kwamba akipiga tu ile anawapita Simba wote. Leo hayupo. Pengine kukosekana kwa Aziz Ki, wale Chama na Pacome wanaweza kufanya kitu kwa siku ya leo. Wewe unaongea mbele ya Wanayanga, wanakuona. Wanayanga na waulizeni swali. Aziz Ki alivyotoka, timu ndio inazidi kuwa bora au inazidi kufifia? Sasa hivi ni 5 ta. Sasa Aziz Ki, maana kila kitu alitoka Mayera, Aziz Ki